Yes, kutokana na taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kanisa la mchungaji Gwajima kutokea pale Ubungo kufungiwa, bwana, vyama tofauti vimekuwa vikitoa maoni yao kuhusiana na sakata hilo. Tukianza na taarifa ambayo imeweza kutolewa na chama cha ACT Wazalendo, ambapo wanasema jana tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, serikali kupitia kwa msajili wa jumuiya ya kijamii imeweza kutangaza kulifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Hatua hiyo imekuja baada ya Askofu Gwajima katika siku za hivi karibuni kujitokeza na kukemea vitendo vya utekaji wa watu vilivyoota mizizi na kuweza kurithi nchini, akitoa wito vitendo hivyo visivyokubalika kukomeshwa. Mbali na hatua hiyo, wafuasi wa waumini wa kanisa hilo wameripoti kukamatwa na polisi, hali inayoashiria mwendelezo wa ukiukwaji wa haki ya kukusanya na kuabudu. ACT Wazalendo tumesikitishwa na hatua hiyo ya serikali kufuta kanisa la Askofu Gwajima na kukamatwa kwa waumini wake, na tunalaani na kupinga vikali hatua hiyo inayolenga kuzima na kunyamazisha kila sauti inayokemea maovu yanayoendelea hapa nchini. Tunazitazama hatua ya serikali ya CCM dhidi ya Askofu Gwajima kama mwendelezo wa ukandamizaji na ukiukwaji wa haki na uhuru maoni pamoja na uhuru wa kuabudu, haki ambazo zinatolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeshuhudia viongozi wa makanisa mbalimbali wakitoa kauli na mahubiri ya kisifia na kuipamba serikali ya viongozi wa serikali wazi bila kificho. Ikiwa mahubiri ya kuweza kuipamba viongozi wa serikali hayachukuliwi kuwa ni kuchanganya dini na siasa, inakuwaje mahubiri yanayokosoa na kuwataka wawajibikaji kwa wananchi ndio yawe ni ya uchochezi na kuweza kuchanganya dini na siasa? Yalikuwa ni maswali ambayo pia watu walikuwa wanaendelea kujiuliza katika taarifa hii ambayo imeweza kuachiwa na ACT Wazalendo. Sasa akaendelea kuandika hapa, ACT Wazalendo tunapenda kutoa msimamo ufuatao. Msimamo wa kwanza, serikali isitishe mara moja hatua yake ya kuifutilia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima, kwani hatua hiyo ni ya kikandamizaji na inavunja misingi ya uhuru wa maoni na uhuru kukusanyika na kuabudu. Zaidi, inalenga kuzima sauti zinazopinga maovu katika nchi na kustawisha sauti zinazoshamiri maovu ya udhalimu. Hatua ya pili ambayo inachukuliwa na ACT, tunatoa wito kwa jamii yote ya Kitanzania pasipo kujali tofauti zetu mbalimbali, pia kuungana na pamoja kuweza kupinga na kukemea vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyoshika kasi katika nchi yetu, hasa vitendo vya utekaji, kupotea kwa watu na mauaji. Tusikubali nchi yetu kugeuzwa kuwa kitovu cha utekaji na mauaji. Hatua ya mwisho na tatu alikuwa anasema kwamba ACT Wazalendo itaendelea kueleza wajibu wake kama chama cha siasa kinachotumia maslahi ya wananchi kwa kuhakikisha tunapinga vitendo hivi visivyokubalika katika jamii yote iliyoharibika. Aidha, tunawakumbusha wananchi kuhakikisha wanaiwajibisha serikali ya CCM kwa kuiondoa madarakani kwenye uchaguzi mkuu ujao, kwani imeshindwa kuwajibika kulinda na kuthamini uhai na haki za kibinadamu. Imetolewa na Shangwe Ayo, naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano ya umma, ACT Wazalendo, siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 6 ya mwaka 2025. Na hiyo ndio taarifa ambayo ACT Wazalendo wameweza kuitoa kuhusiana na taarifa hii ya kanisa la Gwajima kuweza kufungwa. Yapi maoni yako? Drop comment yako hapo, utakomentisha kinoma noma, lakini pia kulike, kucomment utakuwa umefanya poa zaidi.